Unaweza mambo yote Jehova. Unaweza mambo yote Mfalme Bwana. Father Almighty God, tunakushukuru Bwana kwa ukuu wa jina lako Bwana. Umetamalaki milele daima Mfalme. Uni wakati mwema Jehova, tutakupokea neno lako Yesu. As you leave the Lord, this is the time that we need to hear from you, God. As your word said, my Father, that your word cometh out of your mouth, my Father, shall not return unto you for it, but accomplish the mission that you have sent for it. Kama vile mvua inyeshavyo Baba toka mbinguni, Mungu, neno lako linapenda kushuka katika nafsi zetu, kusikia kwa masikio yetu na katika mioyo yetu. Tuomba ukatende jambo jipya katika maisha yetu Bwana. Sifa zote zikurudie kwa sababu ya makuu utakayoyatenda Jehova. Tunapoungana mahali hapa, tuwashikana pamoja kwa imani moja, tukisambaratisha nguvu zote za giza, mamlaka yote ya shetani, nguvu zote za giza ambazo zimetumwa tuangusha na kuharibu na kufukua kila mateka katika jina la Yesu Kristo. Tukufu Yesu Kristo Baba, tenda muujiza katika maisha yetu. Nena nafsi zetu Baba. Tumie mtumishi wako katika vinywa vyake Baba, tia mafuta ili akanene nasi Mungu. Wacha mbingu ikazungumze jambo jipya. Kiwa kuna mtu amekuja akiwa na hitaji ambalo nasikia kwamba Baba hana amani, tunahitaji amani yako, maana amani yako inapita fahamu za wanadamu. Yesu Kristo, jina lako litukuzwe kwa sababu Yesu Kristo ya mahali tulipo, hata katika ploti za nyumba hii zote Baba nasiweka mikononi mwako. Wote walioko Baba na waombea kibali, neema, ulinzi mkuu Baba, kinyume na nguvu za giza. Hakuna rahana zote ambazo zimetengwa kinyume na maisha yao zitatoboa katika jina la Yesu Kristo. Baba, asante kwa maana utanena nasi na utazungumza. Asante kwa wale ambao wanatutazamia katika Facebook page na YouTube. My God, bless them and God, increase their faith, for you are God and our Savior. Bless them, my God, your blessings, as I bless them with the blessings of Abraham, Isaac and Jacob, that my God, they may be covered, protected and surrounded by the power of the Most High God. Father, receive all the glory for your word. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom. Asante for our viewers. May God bless you for watching us live, and those who shall be watching us through YouTube channel. God bless you. We are going to share the word of God, and then God is going to bless you in the name of Jesus Christ. Karibu sana ili ukatubariki. Asante. Tunahitaji kupokea neno la Mungu kutoka kwa mtumishi wa Mungu ambao ni kiongozi wa kanisa pia, deacon wa kanisa, ili akapate kutubariki na neno la Mungu, na sifa zote zitamrudia Bwana aketie kiti yake nyeusi cha rehema. Karibu sana na neema ya Bwana ikutoshe. Asante. Wacha tupate neno kutoka kitabu cha Luke chapter 7 verse Luke chapter 7 verse. The Bible says in the book of Luke chapter 7 verse 36 to 50, the Gospel according to Luke chapter 6
chapter 7, verse 36 to 50, the Bible says, and one of the Pharisees desired him that he would eat with him. And they went into the Pharisee's house and sat down to meat. And behold, a woman in the city, which was a sinner, when she knew that Jesus sat at meat in the Pharisee's house, brought an alabaster box of ointment, and stood at his feet behind him weeping, and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hairs of her head, and kissed his feet. When the Pharisees which had beaten him saw it, he spoke within himself, saying, this man, if he were a prophet, would have known who and what man of a woman this is who touches him, for she is a sinner. And Jesus answering said unto him, Simon, I have somewhat to say unto you. And he said, Master, say it. There was a certain creditor which had two debtors. The one owed 500 pence, and the other 50. And when they had nothing to pay, he frankly forgave them both. Then me therefore, which of them which love him most? Simon answered and said, I suppose that he to whom he gave most. And they said unto him, you have rightly judged. And he turned to the woman, and they said unto Simon, do you see this woman? I entered into your house, you gave me no water for my feet, but she has washed my feet with tears, and wiped them with the hairs of her head. You gave me no kiss, but this woman, since the time I came in, has come since to kiss my feet. My head with oil you did not anoint, but this woman has anointed my feet with anointment. Wherefore I say unto you, her sins which are men are forgiven. For she loved much, but to whom little is forgiven, the same loves a little. And he said unto her, your sins are forgiven. And they who sat at the meat with him began to say within themselves, who is this who forgives sins also? And they said to the woman, your faith has saved you. Go in peace. May God bless his word. Amen. Wacha tupate topic ya leo ni go in peace. Nendeni kwa amani. Wakati tumesoma historia ya huyu mwanamke, wakati Yesu alipoenda kwa nyumba moja ya Pharisees, wakakaa chini pamoja na kukula. Watu walikuwa wananununika kwamba Yesu mfalme wa Nazareti amekuja na akaanza kwenda kwa nyumba za watu wenye wametenda dhambi. Lakini sio hivyo, kwa sababu yeye mwenyewe alikuja kwa sababu ya sisi wenye dhambi. Hakukuja kwa wale wenye wameokolewa, hapana, alikuja kwa wenye dhambi. So tumesoma hiyo story. Simon akamuuliza, na unajua huyu mwanamke ako kwa miguu yako, anakupangusa na kukulia kwa macho, unamjua kweli? Kama wewe ungekuwa prophet, si ungekuwa umemjua? Lakini Yesu alikuwa anajua kwamba huyu mwanamke ni mwanamke mwenye mtenda dhambi na ako na dhambi. Simon yeye mwenyewe hakujua hivyo. Alikuwa anajiuliza kwa sababu Yesu angejua huyu mwanamke ako chini ya miguu yake ni mtenda dhambi, hata angemkaribia. Ajui kwamba Yesu yeye mwenyewe alikuja kwa sababu ya sisi wenye dhambi. Yes. Ndiposa Yesu akaambia Simon, wakati niliingia katika hii nyumba, ni mwanamke mmoja peke yake amenipokea, ambaye amelia kwa machozi, akanipangusa na kubusu miguu yangu. Yes. Ndiposa Yesu akamwambia, wewe mwanamke, your sins are forgiven. Yes, Lord. And then akaambia huyo mwanamke, your faith has saved you. Go in peace. Tunastahili kuwa na imani
kwamba huyu mwanamke alikuwa na dhambi. Enyewe akanyenyekea mpaka akaanza kulia kwa machozi ya miguu ya Yesu. Yeye hakujua kama ni Yesu mfalme. Yeye alianguka tu akaanza kulia kwake na hizo dhambi zake kutoka kwa moyo wake, anasema kweli leo nimepata uponyaji. Yes. Ndiposa Yesu akaangalia akasema, enyewe wewe ni mwanamke mwenye dhambi, na kwa sababu umelia your tears. Ukisoma verse 44, he turned to the woman and said, Simon, you see this woman? I entered your house. You gave me no water for my feet, but she has washed my feet with her tears and wiped them with the hair of her head. Wakati niliingia katika hii nyumba yako, hujanipea maji yoyote nioshe miguu yangu, lakini huyu mwanamke ameniosha na machozi na akanipangusa na nywele yake. 45, you gave me no kiss, but this woman has ceased to kiss my feet since the time I come in. Uchanikiss, uchanipuzu, lakini huyu mwanamke amenipusu miguu yangu tangu nilipoingia katika hii nyumba. You did not anoint my head with oil, but this woman has anointed my feet with fragrant oil. Uchani anoint in my head oil, lakini huyu mwanamke ameni anoint with these kisses na feet na oil of his hair. Nywele, ile mafuta wanapaka nywele yao, amenipaka miguuni mwangu. 47, therefore I say to you, her sins which are many are forgiven, for she loved much, but to whom little is forgiven, and the same love little. Kana kwamba Yesu akamwambia, hayo ni maneno ya Yesu mwenyewe aliyosema. Therefore nasema kwamba dhambi zako zimesamehewa, hata kama ni dhambi mingi zimesamehewa, kwa sababu ya upendo wako uko nao, upendo mwingi. But to whom little is forgiven, the same love little. So kwa upendo uko nao, yani kwa zile dhambi zako uko nazo chache na uko na upendo uchache. Then he said to her, your sins are forgiven. And those who sat at the table with him began to say to themselves, who is this? Who is this who even forgives sins? Wakaanza kujiulizia, huyu ni nani sasa anasamea dhambi? Yesu akasimama na akaambia yule mwanamke, your faith has saved you, go in peace. Sasa swali langu la leo ni lipi? Could you agree that there is nothing that people talk more about and experience less than peace, amani? Our day is like Jeremiah. Ukisoma Jeremiah chapter 6 verse 14. Jeremiah 46 chapter 6. The Bible says, let not the swift flee away, nor the mighty man escape. They shall stumble and fall toward the north by the river Euphrates. 6:14. 14. Jeremiah 6. Sorry. Jeremiah 6. Jeremiah 6. Nisomea verse 14. 6:14. The Bible says, yes. They have killed also the heart of the daughter of my people slightly, saying, peace, peace, when there is no peace. Oh, hallelujah. Amen. Wakati hakuna amani, watu wanalia. They cry to Jesus, to Lord, peace, peace, where there is no peace. Mahali hakuna peace, hakuna amani. So, tutaenda kuangalia, we have two questions to ask yourself. Where can we go for peace? Where can we go for peace? Or where on this earth can we discover lasting and fulfilling peace?
Prince of Peace is actually a person of peace. The Prince of Peace ni wewe mwenyewe. Amani inaanza na wewe mwenyewe. The only lasting source of peace is God himself. The lasting peace is from God. Now tutaenda kuangalia two things. Tunaenda kudiscuss about two things. First tunaanza na where can we go for peace? Where can we go for peace? The Bible talks about two kinds of peace related to God. These two avenues of beginning of or lasting peace of your life. First, kapoindi ya kwanza ni spiritual peace. Spiritual peace. Tutasoma Romans 5. Tuanze mstari wa kwanza. Romans 5 verse 1. Romans chapter 5 verse 1. Spiritual peace is the peace with God. Whereby the Bible says in Romans chapter 5 verse 1, therefore, being justified by faith, Oh yes. we are peace with God through our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Therefore, since we have been declared righteousness by faith, Yes. we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Yes. So, that is the foundation or the bottom line of peace. Mm-hmm. First, because we are declared by righteousness of or by faith, Yes. we have peace with God. Mm-hmm. Like there is a story, a man visited his doctor for examination. Therefore, the physician asked, now what seems to be trouble? The patient answered, doctor, I have got trouble everywhere I look. I have got trouble in my business, trouble at home, trouble everywhere, and I have just plain laid down. When the examination came down, when the doctor took our samples to test, but the doctor said, you are not laying down, just the opposite, you are wounded up. Kwa sababu zile stress yako nazo, alimwangalia akamwambia, kwa sababu uko na stress mingi, just go. Akamwandikia karatasi, alimpima akapata, najua ukiwa na stress mingi ulcers natokea kwa tumbo. So wakati daktari alimwangalia hivi akamwambia, hii ugonjwa yako si ya kutibu, bali ni ya kusoma neno la Bwana. Iposa daktari akamwangalia akamwambia, kwa ile karatasi anakuandikia ndio uende kuchukua dawa kwa pharmacy. Akamwandikia, go and read Romans chapter 5 verse 1. Yule mtu hakuangalia, yeye aliweka ile karatasi kwa mfuko na akaenda kwa pharmacy. Kutoa ile karatasi kwa pharmacy akampea, akamwambia, nimeandikiwa na daktari, so nataka hizo dawa. Wacha huyo pharmacy angalie hiyo karatasi. Akamwangalia akamwambia, hizi dawa umeandikiwa hapa sisi hatuna. Akamuuliza, unasema nini? Kwani daktari amenidanganya? Akamwambia, hapana, just read this chenye daktari amekuandikia. Yule jamaa kusoma alipata ameandikiwa, just read the Romans chapter 5 verse 1. Niposa huyu jamaa akashuhurisha, ni nini hii nimekosa mbele za Bwana. Yeye alikuwa anafikiri ni madawa napewa, but no, the man looked at the prescription for the first time and read, take 3 doses of Romans chapter 5 verse 1 every day. He went home and looked up the verse in the Bible. It reads, therefore, since we have been declared righteousness by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Immediately the man called the doctor and asked him, what do you mean by this? The physician answered, your trouble is spiritual, not physical. What you need is peace. I can't give it to you.
The pharmacy can't give it to you. Only God can give you peace. Inasema nini? When you remain or you experience personal peace, you must receive the Princess of Peace in your life. How can you do this? Simply admit that you are a sinner and your sin separates you from God. Believe that Jesus Christ is God, the Son, God's Son, and accept God's gift for the forgiveness for sin. Confess your faith in Jesus Christ as Savior and Lord. So wakati huyu daktari alitambua huyu mtu si mgonjwa, pali ni yeye ni mgonjwa through spiritual ndani mwake, kuna kitu huyu mtu amekosa, ni amani moyoni mwake. Ndiposa akamwambia, sisi hatuwezi tibu hiyo ugonjwa. Nenda usome Romans, Warumi 5:1. Kwa sababu we are declared righteousness by faith, we have peace with God. Ndiposa daktari akamwambia, kwa sababu ya uko wewe ni mtenda dhambi, nenda utubu, you are a sinner. Tubu cha ukweli, ndiposa utapata amani katika moyoni mwako. Second one, emotional peace. We have emotional peace. First, we must have peace with God before we experience the peace of God. Lazima kuwe na spiritual peace before we experience it. Now, emotional peace, this is what most people think when they think of the word peace. An internal sense of well-being, said and order. The spiritual says, since God is not God of disorder, but God of peace. 1 Wakorintho wa kwanza 14 mstari wa 33. 14:33. Yes. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all judges of the saints. Yes, amen. Amen. Kwa sababu Mungu sio Mungu wa confusion, but is God of peace. Everyone must have peace. First, you have to experience peace. Now, you have to have spiritual peace. Ukiwa na amani katika moyoni mwako, so hiyo amani uko nayo lazima u experience wakati uko kwa shida, wakati you are in trouble, lazima ukuwe strong, ujionyeshe kwamba huyu ni mtoto wa Mungu. You have to experience peace from God first, ndiposa uepuke hii mambo mengine. Alafu tuende tusome pia Psalms ni Philippians. Wa Filipi 4 mstari wa 6 na 7. Inasema, be careful for nothing. Yes. But in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God, and the peace of God, which passes all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Amen. Amen. Paulo alisema kwamba do not worry about anything, but in everything through prayer and petition with thanksgiving, let your request be made known to God, and the peace of God, which surpasses every thought, will guard your heart and your mind in Christ. Sasa jiulize hivi, how many times do you pray or turn to God looking for a little peace? God's peace can be in your heart right now. And let the peace of Messiah, to which you are also called in one body, control your heart. Be thankful. Hiyo ni Colossians 3:15.
Colossians 3:15. Colossians 3:15. Yes. Nayo inasema, and let the peace of God rule in your hearts, to the which also you are called in one body, and be you thankful. Amen. Amen. The Greek word that translates control or rule is used only in one time in the Bible, and it means ambia. This verse says they should let the peace of God be in our lives. What does the ambia do? It keeps the peace. It makes sure the game is played and the order fashion. God wants to give you an internal who will keep you at peace even when everything seems chariot. Peace with God speaks God is Savior all. The peace of God speaks in His Lordship. If we truly want to live a life of peace and experience the peace of God continually, we must allow Christ to rule and control our lives. Lazima ukubali kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. You have to believe that God or Jesus Christ came to this world and died for my sin. Ndiposa upate amani ya ukweli katika moyoni mwako. Now, the second one. How do we maintain peace? Jinsi gani tunaweza maintain that peace of God in our lives? Tusome Romans 14:19. Romans 14:19. Romans 14:19 nayo inasema, Yes. Let us therefore follow after the things which make for peace, and things where we may edify another. Okay, imesema that we must pursue and promote peace, that what build up another, so that we must do this. If we want peace, we must obey God's word. If we want peace, we must obey God's word. Kama unataka amani, lazima uheshimu neno lake. To obey God's word. As simple as what it may sound, we need just to do what the Bible says. Ukisoma Psalms 119, Psalms 119, verse 165 and 167. Abundant peace belongs to those who love your instruction. Nothing makes them stumble. I obey your disease and love them greatly. That is Psalms 119, verse 165 and 167. So Mungu anasema nini? When God says peace comes when we live in Him. When we do what He tells us to do. Ukisoma Biblia ikuambie usifanye hivi, usifanye hivyo. Fanya hiki, fanya hicho. That is when we live in harmony with the word of God. That is when we obey the word of God. For example, if you own your car, the car has own manual. Vile unastahili kuiendesha, the design of a car. We have Land Cruiser, iko na Mercedes. Kila gari iko na manual paper yake, vile unastahili kuiendesha. Kuna yenye unaendesha polepole, ikipika kwa pumps unakanyaga polepole na unasunguka. That is the way God wants us to live. God's word is your own manual for your life. It contains principles of health, finance, marriage, relationship, even business, and many more. That is when you obey the word's word. Vile hiyo question imetuliza, how do we maintain peace? First, we want peace.
if we want peace, kama tunataka amani, we must obey God's word. Iposa Mungu anatuambia kwamba if God's word is your own manual for your life, it contains the principle of health, finance, marriage, relationship, business, and much more. If you do not obey the principles as they related to the various areas of your life, you won't experience peace. Bwana Yesu asifiwe. Uwezi, kama utatii neno la Bwana, you can't experience peace in your life. Just as a car runs more smoothly when you operate it according to its design, your life also will run smoothly if you live according to God's design as presented in His word. Second, if we want peace, we must focus on God's presence. If we want peace, we must focus on God's presence. Isaiah 26 mstari wa 3. Isaiah verse 26, chapter 26 verse 3. Inasema 26 verse 3. Yes. You will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. Amen. Amen. We must realize that God is always with us. Also run to sense His presence. When we reminded by Isaiah to fix our grace of God, you will keep in perfect peace the mind that they depend on you, for it is trusting your God. So if we want peace, we must focus God's presence. We must trust in Him. Lazima uamini kitu chochote ulicho ambayo hujaona. Vile sasa tunaamini kwamba Yesu Kristo alikuja akateswa na akakufa kwa ajili ya sisi. Hatujawahi muona. So we must trust that the Lord Jesus Christ is our Savior. Alikufa kwa sababu yangu. We don't have any choice. Either focusing our problem or focus on our problems, of focusing to God, who holds the solution. If you look at the world, you will be distressed. If you look within, you will be blessed. But if you look at Christ, you will be blessed. Ukitazama ulimwengu utakufa na stress. Ukitazama kando utakufa na mawazo. Lakini ukiangalia, ukitazama msalabani, utapumzika kwa amani. Roho yako itapata amani, itapata peace. So we have to concentrate on the determination of your level of personal peace. Kitu ya tatu, how to maintain peace. If peace, we must trust God's purpose. Methali 3 mstari wa 5 na 6. Proverbs 3 verse 5 and 6. Proverbs 5. Proverbs chapter 3 verse 5 inasema and 6. Trust in the Lord with all your heart. Oh yes. And lean not unto your own understanding. Amen. In all your ways acknowledge Him, and He will direct your paths. So even when things do not make sense, we must trust God's purpose. Trust, vile some methali imetuambia, trust in the Lord with all your heart, and do not rely on your own understanding. Think about Him in all your ways, and He will guide you on the right path. Amen. Wakati unafikiria hii jambo ni ngumu kwa maisha yangu,
Umesahau kwamba Mungu yupo. When you trust in the Lord, He will guide you. He will direct everything you need in your life. So, kama unataka amani katika moyo wako, katika nyumba yako, first you must trust. You must put more trust to God. Mbona Mungu aliniumba nikaa hivi? Mbona mimi nakaa hivi? Usichukumu. But when you see things are not making sense, just go down to your knee, pray, and trust God will make it. Amen. And have you noticed that a lot of things in your life does not make sense, and you feel that a lot of things in your life beyond your control? What do you do in such situation? Just you trust. That is the real all you can do. Hiyo ndio kitu unaweza fanya. Trust, only trust in the Lord. Vile Proverbs imetuambia, usichukulie mambo to your own understanding, but think about the way or your ways, and the Lord God will guide you to the right path. Praise the Lord. Amen. People have told you more than a few occasions that when they finally stopped trying to figure out why God allows something to happen in your life, just trust Him. Then the peace comes when to face the fact that not all our questions are going to be answered in lifetime. Next, part 3. Next, point ya 4. If we want God's peace, we need to ask for it. Kama unataka amani ya Yesu ama ya Mungu, lazima uombe, to ask for it. Philippians 4:6 and 7. Paulo mtume anatuambia, don't worry about anything, but in everything through prayer and petition with thanksgiving, let your request be made known to God. And the peace of God, which surpasses every thought, will guard your heart and your mind in Jesus Christ. Lazima notes hivi, vile mtume Paulo ametuambia, if we want God's peace, we need to ask for it. Philippians imetuambia mstari wa 4 and chapter 4 verse 6 and 7. Lazima kitu ya kwanza ni maombi. After you have prayed, then peace will come. Lazima, this is the order. First pray, then peace will come. This is a cause and the effect. There is a cause and effect. The relationship here is prayer is the cause, and the peace is the effect. When you pray, that is, you have caused this. Now the effect, God will bring peace to your life. Bless the Lord. If you are not praying, you are likely to be worrying. And the worry is such a useless emotion, such as a waste. What is the opposite of peace? They cannot coexist. So wakati wewe unatarajia eti Mungu wacha atende yaliyo mema katika maisha yangu, uombi, wewe tu unateseka na hii kitu kimoja tu, kitu kidogo. Kama saa hii wakati Kenya ilikuwa tukielekea election, tunaogopa amani itatoka wapi? Ni kitu kidogo tu, ni vile sisi wenyewe tunaogopa, yani tu fear. Ukianza kuogopa, amani inadondoka katika moyoni mwako. Na ukiogopa, hiyo kitu lazima kitendeke. Lakini ukiwa na ujasiri na useme, Bwana Yesu, naacha mbele zako, hiki ambacho kitendeka kisitendeke katika maishani mwangu, na kitatoka tu. When you pray, God will bring peace to your life.
Ndiposa tunasema kwamba wakati rais wetu aliona kwamba hii kitu itaendelea mpaka lini, hii siasa ndogo ndogo itaendelea mpaka lini, kila wakati tunaenda election tunapigana, damu inamwagika. Ndiposa wakaungana na the opposition leader, wakasikana mikono, amani ikakuja Kenya. Tukaona enyewe amani imekuja Kenya, mpaka marais wengine wakafurahia hii jambo hao watu wawili wamefanya. Kweli Mungu yuko Kenya. So lazima tuombe ndiposa tupata amani. Wakati uko na shida fulani, hiyo shida ipe Mungu na utapata amani moyoni mwako. So the conclusion, what do you need to ask for God now? Ni nini ambacho unataka kuuliza Mungu saa hii? Do you need to ask him to come into your life so that you may experience peace with God? Or do you need to ask him to control your life so that you can experience the peace of God? Ni nini saa hii unajiuliza katika moyoni mwako? Ni nini ambacho unasauliza Mungu saa hii akupee? Just surrender your life to Jesus. When you surrender your life to Jesus, the peace automatically come to your life. The peace will come to your marriage. The peace will come to your business. The peace will come to your business. Everything. When you have the peace with God. Vile Wafilipi ametuambia, Paul aliambia Wafilipi mstari wa chapter 4 verse 6 and 7. In everything you do, just kwa Mungu kwa maombi na shukrani. Wakati unaomba kwa hitaji fulani, toa na shukrani kwa hilo ombi lako. Because when you pray, in everything we do, with through prayer and petition, lazima useme kwamba hiki kitu lazima kitendeke, itolee sadaka. Ukisa itorea sadaka, that your request will be made known to God. Mungu atajibu kwa haraka hitaji lako. Hivyo ndivyo Wafilipi ametuambia. You have to meditate it to Jesus. 4 chapter 6 and 7 inasema hivi: be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known to God. So wakati unasema hiki kitu lazima kitendeke, kitore sadaka. Na ukisa kitorea sadaka, mchungaji anaiombea. Your request be made to know to God, and the peace of God will come to your house. Will surpasses all your understanding, and will guard your heart and mind through Jesus Christ. So whatever you do, or whatever things you do, ukisoma kuendelea chini mstari wa 8 inasema, finally brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are good, report. If there is any virtue, or if there is anything praiseworthy, meditate on those things. Bless God. Amen. Lazima ufanye hivyo. You have to meditate. Urudie, hata kama ni kizuri, hata kama ni kibaya, pea shukrani kwa Mungu. Mwambie asante Mungu, kwa sababu pasipo na amani hakuna pasipo na amani na kuambia uwezi pata furaha. You will be worried throughout the day. Unapata tu you are so confused. Mtu anaenda kukuongeleza usikije yenye anakuambia.
unamrudia tu chenye unataka kumwambia. Unaweza hata mchapa, unaweza cause vita kati ya wewe na rafiki yako. Kweli na rafiki yako kweli alikuwa anataka kukusaidia. So mizigo yetu tuipeleke kwa Mungu. Ukisaipeana kwa Mungu utapata amani. Utapumzika, na kwambia you will be blessed and God will bring your salvation. Wacha niachie hapo. Ndiposa Yesu akaambia huyu mwanamke, akaambia Simon, wakati nilikuja nyumba yako, tangu nilipoingia katika hii nyumba yako, sijapata maji ya kuosha miguu yangu. Sijaona mtu yeyote akinipusu. Sijaona ukinimwagilia mafuta kutoka kwa kichwa changu. Lakini huyu mwanamke mwenye dhambi, nilipoingia tu kwa nyumba hii yako, alianguka katika miguu yangu, akaanza kulia machozi na kuniosha na machozi yake kwa miguu yangu, na kunipangusa na nywele yake, na kunipaka mafuta ya nywele yake miguuni mwangu. Yesu naye akamwambia, wewe mwanamke, your sins are forgiven. Mpaka wale watu walikuwa wamekaa katika meza pamoja na Yesu wakasangaa, huyu ni nani? Wakaanza kujiuliza, huyu ni nani anayesamea dhambi? Hawakuwa wamempokea Yesu Kristo. Wao walikuwa wanafikiri huyu mtu ni nani ambaye anasamea dhambi? Anajua huyu mwanamke anasamea ni mwanamke aina gani? Lakini Yesu alimwambia, woman, your sin are forgiven. Your faith has saved you. Go in peace. Na ukisoma hiyo chapter inafuata, Luke chapter 8 verse I think ni 26 to 50 or 40 to 55. There is another woman. Alikuwa anatokwa na damu miaka 12, 12 years. So hapo kitambo hakukustahili mwanamke yeyote mwenye anatokwa na damu, huyo ni mtenda dhambi. Angetoka kwa watu ni kupiwa mawe na kuuawa. Lakini huyu mwanamke alisikia Yesu Mnasareti anapita mahali. Na ujue wakati Yesu alikuwa anapita alikuwa na watu wengi. Lakini huyu mwanamke akakufa. Kwa nini? Mbona niteseke hivi na hivi? Hakuna mtu yeyote anataka kuniona. Ni kama saa hii ugonjwa wa coronavirus. Hakuna mtu yeyote anataka kukuona hata kukusalimia. Lakini huyu mwanamke alipogundua hivyo, he went with faith. Akasema hata kama nitagusa nguo ya Yesu, pindo la Yesu, yes, itapokea uponyaji. Amen. So aling'ang'ana kati ya watu. Sio alikuwa anatambaa, watu wasimuone, tu watu wangemuona, wangemuua. Lakini yeye alijifunika kichwa, mpaka kichwa yake akapakisha macho peke yake, ndiye asionekane yule mwanamke ndio huyu. Watu wangemuona, wangemuua. So yeye alijitahidi mpaka wakati aligusa nguo ya Yesu. Tunaposoma Yesu akasikia, akauliza swali. Mstari wa 45. Who touched me? When all denied it, Peter and those with him said, Master, the multitude throw the throng and they praise you. You may say, who touched me? Vile wewe unaona tuko wengi hivi, maybe watu wanasukumana, unasema si maybe tumesukumana tukakugusa. Wewe mwenyewe unaweza sema ni nani amekugusa? Who touched me? Unaweza sema aje hivyo master?
And who touched me? But Jesus said, somebody had touched me, for I perceived the power going out from me. So, wakati huyu mwanamke alimgusa Yesu, nguvu zilimuishia na alijihisi kwamba kuna mtu amenigusa na amepokea uponyaji. So, yule mwanamke akuvumilia, alishindwa, mbona nikifiche? Alijitokeleza akasema ni mimi. Kwa mstari wa 48 Yesu akasema, daughter, be good cheer, your faith has made you well, go in peace. So wakati Yesu alikuwa anaponya watu, hiyo ndio njia alikuwa anasema, go in peace, nendeni kwa amani, kwa sababu your faith imekuponya. While he was still speaking, someone come from the ruler of synagogue, his house, and said to him, your daughter is dead, do not be troubled the teacher. Mwingine naye akatokea hapo kando na yeye. Wakati Yesu anaendelea kuuliza nani huyo amemgusa, huyo mwanamke wakati alijitokeza akamwambia, ni mimi nilikugusa nguo yako, na wakati nimekugusa nguo yako nimepokea uponyaji. Hiyo damu ilisimama immediately. Na Yesu akamwambia, because of your good cheer, umejitokeleza na amani yako iko kiria kwamba ni wewe, nenda kwa amani. Yesu naye anasema katika injili yetu, tusiogope ili janga la corona, kwa sababu tuko na amani mioyoni mwetu, hatutapata hii ugonjwa. Na wale ambao wako na ugonjwa wakitokeleza na kunyenyekea mbele zake Yesu Kristo na kukiri kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, watapokea uponyaji na watakaa na amani katika mioyo yetu, mioyoni mwao. So Yesu anatuambia nini? Ukisapona katika ugonjwa, unajua ukiwa na ugonjwa hauna amani. Lakini wakati umepata uponyaji, amani na kurejea. So we must have faith. We must trust to God. Put all trust, even if napitia haya na haya, najua niko na Yesu Kristo. Sida zako mpe Yesu Kristo, ndiposa utapata amani katika moyo yetu. So mpendwa ambaye unatusikiliza, kama unapitia sida mingi, fast, jidinize kama we ni mwenye dhambi. Ukisasema mimi ni mwenye dhambi, tubu dhambi zako, confess your sin to Jesus Christ, and then Jesus Christ will reconcile you with God. Through Jesus Christ we are reconciled with God. Tumepata amani kupitia kwa Yesu Kristo. So mpendwa, siku ya leo, tubu dhambi zako, mnyenyekea, confess all your sin, utapata amani katika familia yako. Na Mungu abariki neno lake. Amen. 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 This is the word of God. Hili ni neno la Mungu ambalo tumelipokea katika siku ya leo. Na asante sana kwa sababu ya mtumishi wa Mungu ambaye ni Deacon, ambaye Mungu amemtumia kutupa amani, kutuhubiria juu ya amani. Amani ya Baba katika siku ya leo na ikapate kuwa katika mioyo yetu. Na jinsi Mungu aisivyo, kama vile Biblia inasema mwanamke alipoenda, Yesu alipoingia katika nyumba ile, akamkimbilia, akamuosha miguu kwa mafuta, kwa machozi na nywele yake, hapo ndipo alisamehewa. Hakika tukihitaji amani lazima tukapate kumwamini Mungu. Tukihitaji amani lazima tukalisome hili neno na kuliamini. Tukihitaji amani lazima tukapate pia kumtafuta madamu apatikanapo Jehova. Wacha Mungu akapate tubariki ili amani ya Baba na upita fahamu zote za wanadamu ikapate kuwa pamoja nasi. Naamini ya kwamba kuna mengi Mungu atatutendea kupitia neno ambalo tumeelezwa katika siku ya leo. Ninajua ya kwamba kama umekosa amani, amani ya Baba inatosha.
Na the peace that God gives, it is not like the peace that the world gives. Amani Mungu anayepeana si kama amani ya ulimwengu. Amani ya Baba ikiwa katika maisha yetu ni amani inayopita akili zote za wanadamu. Iposa katika siku ya leo, ili neno la kiunabii likapate kutufikia kila mmoja, tujue ya kwamba hakika tunaye Mungu na tunahitaji hii amani ikapate kuwa pamoja nasi daima. Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatendeke hapa duniani kama uko juu mbinguni. Asante Baba kwa maana unatupa Jehova, nasi tuwanyenyekea tukitupu dhambi na makosa Baba, kama vile umesema tukawasamehe wengine kama vile umetusamehe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tuatubu na kukama. Baba, katika kila lolote lile tumekutenda lisilokupendeza, tusamehe, tuoshe kwa damu yako Jehova. Tusamehe ukapate kutupa kibali Jehova. Tusamehe ili tukapate amani pamoja nawe. Tusamehe ili tukapate ushirika tena Jehova pamoja nawe. Kwa sababu tunahitaji amani katika maisha yetu. Tunahitaji amani hata katika nchi yetu. Amani ya urejesho Baba katika maisha ya mwanadamu chochote anayeishi chini ya jua Baba. Wacha jina lako litukuzwe katika siku ya leo kwa sababu ya ujumbe ambao tumepokea. Baba, tuwanyenyekea maana tunahitaji amani yako ikaende pamoja nasi kwa sababu wewe ni Mungu unayesamehe. Jina lako litukuzwe kwa sababu ya wale ambao wamesikiza, wale ambao tuko katika mahali hapa na wengine wale ambao Jehova wanatazama katika mitandao. Wabariki Jehova, ukawape amani. Na amani Jehova ukampa amani, jamii yake ikapata amani, ndoa yake ikapata amani, kazi yake ukajidirishe amani yako ikamtendee muujiza ambaye atashuhudia na kusema kweli Yesu ni Bwana. Pokea sifa na utukufu kwa maana wewe ni Baba yetu, katika jina safi la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. 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 May God bless you, our viewers. May God bless you for watching, and God bless you for those who are with us here. Mungu na akatubariki katika ibada hii. Amen.